Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji, na kusalimu popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Bwana ni mwema tena. Siku ya leo katika programu yetu tunaendelea na kujibu maswali ya wanaouliza. Leo ninayo maswali mengi. Sasa nisipoteze muda, niende kwa haraka kidogo. Swali la kwanza, tunaanza na swali la ndugu Meshaki kutoka Burundi. Yeye anauliza kutoka kitabu cha Tesalonike ya kwanza sura ya 4. Tesalonike ya kwanza sura ya 4, ule mstari wa 16 unaosema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Anauliza nini tofauti kati ya sauti ya malaika mkuu na parapanda. Sauti ya malaika mkuu na parapanda hakuna tofauti, ni kitu kimoja. Kuna mafundisho au imani ya watu wakifikiri kwamba wanaozungumza habari ya parapanda Italia, wanaamini kwamba Mungu atasimama, atapuliza parapanda au atapiga parapanda ambayo ulimwengu wote utasikia. Lakini tunapoingia katika Biblia, matumizi ya neno parapanda toka Agano la Kale, Mungu hatapiga parapanda kama tunavyopiga sisi, kwamba atashika lipembe au liparapanda alafu atalipuliza. Neno parapanda au tarumbeta au baragumu, maana yake ni kwamba unaposema parapanda inalia, maana yake inamaanisha kuwakusanya watu. Katika Biblia, Mungu aliposema piga parapanda, alikuwa anawamaanisha watu, wakusanye watu. Alikuwa anawatuma hata manabii, anasema piga tarumbeta. Hakuwa na maana anawatuma wawe na tarumbeta wapige, alikuwa anamaanisha kwamba wakusanye, watangazie watu. Parapanda italia, ina maana Bwana atawakusanya watu. Kwa hiyo sauti ya malaika mkuu ni Yesu mwenyewe, na parapanda ni Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe ndiye atakayewakusanya watu. Katika sura ya 2 ya Tesalonike hiyo Tesalonike ya 2, Tesalonike ya 2 sura ya 2 mstari wa 1 anasema, ndugu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake. Ni nini kitakachotukusanya? Ni mwito wa Yesu Kristo. Yesu Kristo atatukusanya. Lile tendo la kukusanyika mbele zake inaitwa ni parapanda, sauti ya malaika mkuu. Ingawa Biblia inasema Italia parapanda, lakini tunaangalia matumizi yanayotumika katika Biblia. Nimewahi kutoa mfano mmoja kwamba, kwa mfano, unapoambiwa wakusanya watu leo, kuna lugha inasema, wanasema la mgambo limelia. La mgambo limelia manake nini? Manake wito umetolewa wa kukusanyika. Uwezi kusema mbona mimi sijalisikia la mgambo likilia. Ule wito, tangazo au kile kitendo cha kukusanya watu inaitwa la mgambo, parapanda italia na sauti ya malaika mkuu. Kwa hiyo nitaka tu nikuonyeshe kwamba hakuna tofauti. Swali la pili la ndugu swali la pili ni kutoka kwa ndugu Rafaeli, naye ni kutoka Burundi huko. Anauliza Mwanzo 2:17. Katika kitabu cha Mwanzo 2:17 ambacho tunasoma Mungu akimwagiza Adamu
kwamba siku utakayokula matunda ya mti huo hakika utakufa. Ndio maneno ya huo mstari Mwanzo 2:17. Anauliza, kwani Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba mwanadamu ili siku moja afe? Jibu ni ndio. Mwanadamu hakuumbwa kuishi milele katika mwili. Mwanadamu aliumbwa kuishi milele katika roho. Ndio maana mwanadamu ana sehemu mbili, ana mwili udongo, ana roho ya Mungu, pumzi ya Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu aishi milele katika roho, sio katika mwili. Unaweza kusema imeandikwa wapi? Hata wale wanaosema Mungu alimuumba mwanadamu aishi milele katika mwili, na mimi huwa nawauliza wanasoma wapi? Kwa sababu hapa katika maandiko haya yanasema siku utakayokula utakufa. Na kweli walipokula walikufa. Walikufa roho, hawakufa mwili. Mwili ulikuwa na sehemu yake ya kufa. Mwili haukufa siku ile walipokula matunda, ila roho ilikufa siku ile walipokula matunda. Kwa sababu ilikuwa ni ya kuishi milele. Sasa wamekula matunda, wameikatisha, imekufa, wamepoteza mahusiano na Mungu. Lakini mwili haukufa, uliendelea kuishi mpaka miaka 800. Kwa sababu yale matunda haikuhusu kifo cha mwili. Na Mungu alisema siku mtakayokula ndio mtakufa. Kwa hiyo wanaosema kwamba mwanadamu anakufa mwili ni kwa sababu ya tunda, wanasoma wapi? Mimi naweza nikakuonyesha, nimewahi kuonyesha mara nyingi, narudia tena kwa haraka. Katika ule sura ya 3, katika sura ile ya 3 ya Mwanzo, Mungu mstari wa 17 inasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiyale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Adamu alikuwa na siku za maisha alizowekewa. Kwa kuwa ametenda makosa, adhabu hii anayopewa itahusu siku zake za maisha. Hii ina maana gani kwamba siku zako za maisha? Manake kuna siku ulizopewa za kuishi katika maisha ya mwili. Mpaka zitakapokwisha, adhabu hii utakuwa nayo. Mstari wa 19 unasema, na kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Utaendelea kuishi kwa jasho mpaka utakapoirudia ardhi, mpaka wakati wako wa kuirudia ardhi utakapofika. Huu wakati wa kuirudia ardhi, hii siku za maisha mwanadamu alikuwa amewekewa. Hazikuanzia hapa, aliwekewa. Nimemaliza kujibu hilo swali. Swali lingine kutoka kwa ndugu Rafaeli wa Burundi, anasema Yesu alipopaa na mwili na kuonekana kwa macho, alipaa katika mwili akaonekana kwa macho. Je, roho inaweza kuonekana kwa macho? Sasa unawezaje kusema mwili ilikuwa ni roho? Unajichanganya mwenyewe. Kweli roho huwezi kuiona kwa macho. Tunaposema Yesu ni roho, kwa ina maana hata alipokuwa katika mwili, ule mwili ilikuwa ni roho? Hapana. Yesu ni roho, hata sasa ni roho, toka mwanzo ni roho. Ili akae na wanadamu, ili aeleweke na wanadamu, ili afanye kazi na wanadamu, alivaa mwili. Walichokuwa wanakiona walikuwa hawaioni roho, walikuwa wanaona mwili. Sasa unasemaje tena roho? Kwani roho inaonekana? Wewe unayo roho ndani ya maisha yako, nani anaiona? Wewe umewahi kuiona roho yako? Watu wanaona mwili. Kwa kuwa tunasema Yesu ni roho, sasa tunasema mbona Yesu alimuona wakati anapaa kama ni roho?
Yesu alivaa mwili, walikuwa wanaona mwili, hawakuiona roho. Hakuna aliyewahi kumuona Yesu katika roho, kwa sababu roho haionekani. Ndio maana alivaa mwili ili watu wamuone mwili kama wewe unavyoonekana katika mwili. Analeta andiko la Korintho kwamba miili itapewa uwezo wa kutokufa. Katika andiko la Korintho, ile Korintho ya kwanza 15, nayo lile linawapa watu shida, kwa sababu Biblia inatumia neno mwili. Korintho ya kwanza sura ya 15 ametaja andiko pale mstari wa 52. Anasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, wafu watafuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo itakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Sasa huo mwili wa kuvaa kutokufa ni mwili gani? Rudi nyuma, umeanzia mstari wa 52, ukirudi ile mstari iliyotangulia, mstari wa 44, hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Mwili wa roho maana yake nini? Maana yake mwili usioonekana. Ndio tafsiri yake. Labda kama hatuelewi maana ya roho ni nini. Ikiwa uko mwili wa asili ni mwili unaoonekana. Na roho pia anasema ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Mwili wa roho ni wa namna gani? Tunaposema Mungu ni roho, maana yake nini? Mungu asiyeonekana. Mwili wa roho maana yake mwili usioonekana. Ukisoma mstari wa 46 anasema, lakini hautanguli ule wa roho bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo wa mbinguni. Mbinguni manake nini? Mwili wa mbinguni manake nini? Mbingu wa mbinguni manake mwili wa roho. Kwa hiyo tuwe tunaelewa maandiko yasitupoteze. Tafuta maana anaposema mwili wa kutokufa, mwili wa roho. Mwili wa roho ni mwili wa namna gani? Watu wanasema tutakuwa na mwili hivi na miguu na nyama na kiwiliwili, tutakuwa tunatembea, tunakula, lakini tutakuwa hatufi. Ndio mwili ambao unasema hautakufa. Maana Biblia imetamka mwili. Tuache kuipotosha Biblia. Swali la kutoka ndugu anaitwa Teofilo Araka kutoka DRC Congo. Yeye anauliza, nyoka alipoambiwa atatembelea kwa tumbo, ina maana alikuwa na miguu? Kutokana na neno, kwa kuwa Mungu alisema umelaaniwa, sasa utatembelea tumbo. Biblia haielezi kwamba alikuwa na tumbo alafu Mungu akaiondoa miguu. Alikuwa na miguu alafu Mungu akiondoa. Biblia haielezi maneno mengi namna hiyo. Ile inasema kuanzia sasa umelaaniwa, utatembelea tumbo. Sasa tunaelewa nini hapo? Manake alikuwa na miguu, ingawa Biblia haijasema. Sasa Mungu hana ujinga wa kusema sasa tutatembelea tumbo. Kama alikuwa anatembelea tumbo alafu aseme sasa tutatembelea tumbo, angekuwa ni Mungu wa namna gani huyo? Ina maana hakuwa kama alivyokuwa. Hiyo ndio lugha ya wazi. Nyoka kaambiwa atakula mavumbi ya nchi. Ina maana gani wakati anakula wadudu? Hivi ni nani anayekaa kumchunguza nyoka kwamba udongo anakula au hali na wadudu anakula? Je, asipopata wadudu anakula nini?
Mimi hapo sasa sina utaalamu wa wadudu, lakini mimi nasimama kwenye neno. Tuseme Mungu ulitudanganya kwa sababu ulisema nakula mavumbi wakati anakula wadudu. Mbona nyoka hawali udongo? Ni nani anayethibitisha kwamba nyoka hali udongo? Mimi sina utaalamu huo, lakini nasimama tu kwenye neno la Mungu kama lilivyosema. Basi hii swali sio mara ya kwanza kusikia. Watu wanasema, kwa nini Biblia inasema tutakula udongo wakati nyoka hali udongo? Sasa hili swali siwezi kujua, sijafanya utafiti, kwa sababu hapa sasa Biblia imemaliza, haijatoa maelekezo zaidi. Hapo panahitajika sasa wale wanaotafiti. Mimi siyawa mtafiti wa wadudu wanavyokula, wanavyoishi. Ninabaki kuliamini neno la Mungu lilivyo. Ameuliza swali lingine la tatu, ndugu Theophilo kutoka DRC. Unasema Biblia inasema Mungu anawataka watu wanaoabudu katika roho na kweli. Hii ibada ya kuabudu katika roho na kweli ni ibada ya namna gani? Tunarudi pale pale kwamba Mungu ni roho. Mungu ni roho. Ili tumwabudu, tuwe katika maisha ya kiroho. Ili tumwabudu, tuwe katika roho. Mwanadamu aliyeokoka amepewa kuingia katika roho na kutoka katika roho. Tunaingia rohoni, tunarudi mwilini. Tunaingia rohoni, tunarudi mwilini. Ukiwa mwilini huwezi kumwabudu Mungu. Mpaka uingie katika roho unamwabudu Mungu. Ukiwa katika mwili Mungu huwezi kumuona, Mungu huwezi kumgusa, huwezi kumhisi, huwezi kumsikia, huwezi kumuona. Tunamuona Mungu katika roho, tunamsikia Mungu katika roho. Ukiwa katika akili hizi za kibinadamu hizi, huwezi kuhisi uwepo wa Mungu, huwezi kumsikia Mungu, huwezi kumuona Mungu. Mtu anaposema nimemuona Mungu, maana yake alikuwa katika roho. Maisha ya ibada ni kupambana kutoka katika mwili ili tuwe katika roho tumuone. Mtu unapoomba unazama kwa Mungu, maana yake umetoka kwenye mwili, umezama katika roho. Ndio unabubujika. Ukitoka katika roho karudi katika mwili, huwezi kubujika, huwezi kuona uzuri wa Mungu, huwezi kuona uwepo wa Mungu. Ndio maana baraka za Mungu zote ziko katika roho. Kumwabudu Mungu katika roho ni kwamba tutoke katika. Huwezi kumwabudu Mungu ukiwa katika mwili. Mwili una vitu vingi, mawazo, fikra, sijui mambo gani yanayokuchanganya kwenye mwili. Alafu wakati huo ukazama mbele za Mungu. Haiwezekani. Utoke katika hali hiyo uingie katika roho. Mungu ni roho. Mwili hauwezi kumwabudu roho. Ili tumwabudu roho, ndio maana Mungu ameweka ndani yetu roho, ili tutoke katika mwili tuingie katika roho, tukutane na Mungu. Hatudumu katika roho, tunarudi tena katika mwili, kwa sababu roho iko ndani ya mwili na baraka zetu tunaziona katika roho. Hii ndio ibada ya roho. Lakini katika mwili hakuna ibada, maana mwili una mambo mengi. Mungu ni roho, ili tumwabudu tuwe katika roho. Tukikataa kuishi maisha ya roho, hatutamuona Mungu, hatutamwabudu Mungu. Kuna swali hili, ni swali kutoka kwa mtu anaitwa Atugonza Lugemalira. Sijui yuko wapi huyo. Yeye anauliza, ni kosa kuoana na mtu aliyefanya uasherati na watu wengine? Wanarejea katika masomo yaliyopita, maswali tuliyofafanua sana huko nyuma. Sasa wanarejea bado wengine bado hawajaridhika. Ilieleza Yesu alipokuwa anawajibu alipokuwa anajibu swali hili katika Mathayo, tuliangalia watu waliuliza, walitaka kujua tofauti ya uasherati na uzinzi. Ndio nikafundisha jambo hilo. Sasa watu bado wanaleta maswali kutokana na somo hilo. Nilieleza tofauti ya uasherati na uzinzi. Sasa ukisoma katika Mathayo niliyokuwa nafundisha najibu maswali haya, Mathayo 19,
Yesu alikuwa anazungumza na Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wanamuuliza maswali Yesu kutokana na Torati. Torati ndivyo ilivyokuwa inasema. Na Yesu aliwajibu Mafarisayo kutokana na Torati. Leo hatupo katika Torati. Tulisema katika Torati mwanamke hakuwa na thamani. Unapozungumza habari ya uasherati ilikuwa inawahusu zaidi wanawake, sio wanaume. Lakini sasa hatupo katika Torati, tupo katika neema ya Yesu Kristo, agano jipya. Hili swali halihusiani. Sasa kumbuka, Yesu waliwahi kumletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakataka auawe. Yesu alisemaje? Ambaye hana dhambi ampige huyu. Maana katika agano la kale Mafarisayo walizoea, si sheria, mwanamke huyu anatakiwa kupigwa. Anatakiwa kupigwa huyu. Lakini mwanaume hakuwepo. Yesu anataka kuleta mabadiliko, hayupo kwenye Torati yao. Anaikanusha Torati yao. Anaambia asiye na dhambi awe wa kwanza kumpiga. Je, alionekana mtu asiye na dhambi? Hasa watu wengi wanataka kusema sitaoa mwanamke aliyefanya uasherati. Je, wewe mwanaume uliyefanya uasherati inakuaje katika agano jipya? Aliyesema kwamba usimwoe aliyefanya uasherati nani? Au tunataka turudi nyuma kule tulikotoka, tumependezwa na sheria za Mafarisayo ambazo Yesu alizikemea? Tunataka turudi huko? Hapana. Tusirudi huko. Elewa tofauti ya Torati na neema ya Yesu Kristo. Uielewe. Kama uielewi, hayo maswali yataendelea kukusumbua. Swali lingine linatoka kwa ndugu Melkizedeki Ulio, naye hajulikani kwa wapi. Je, ni halali kutoa zaka au hakuna uhalali wowote? Je, nisipotoa nitahukumiwa? Unapotumia neno je, ni halali kutoa zaka, nadhani umesikia katika mafundisho na maswali tuliyojibu huko nyuma. Je, zaka ni halali au sio halali? Kabla hujauliza swali hili, ujue kwanza zaka ni halali au sio za halali, ndio uulize hili swali. Umesikia wapi kwamba zaka sio halali? Tulichofundisha, zaka ni fundisha tofauti ya zaka ya agano la kale na zaka ya agano jipya. Kama umesikiliza masomo yetu ya nyuma, iko tofauti ya zaka ya agano la kale na zaka ya agano jipya. Agano la kale ilikuwa ni sheria, ilikuwa ni Torati, ni amri. Zaka ya agano jipya ni ya upendo, ni ya hiari, ni ya imani, ni ya rehema. Unaposema ni halali, sasa tusemeje? Je, zaka ni halali? Ulijibu kwanza hilo. Kama unajua zaka ipo ya agano jipya, basi kutoa zaka ni halali. Ila zaka ya agano la kale na agano jipya kuna tofauti. Watu wanapenda kutumia sheria za agano la kale, hawataki kutoa zaka sheria za agano jipya, kwa sababu wameshindwa kuingia rohoni. Wanapenda amri, wanapenda sheria, wanapenda maagizo. Agano jipya linaenda kwa roho. Wote wanaompenda Mungu wanamtolea Mungu zaka, bila shuruti, bila lazima, bila amri. Ni ya upendo, sio ya lazima. Agano jipya hakuna kumwagiza mtu wewe mwizi, hujatoa zaka wewe ni mwizi. Hatuna hicho kwenye agano jipya. Hiyo ilikuwa ni sheria ya agano la kale. Agano jipya linasisitiza imani, linasisitiza rehema, adili. Watu wanaona hii kama haiwafai, wanapenda ya agano la kale. Lakini zaka ni halali. Unaposema ni halali kutoa zaka, na mimi sikuelewi. Kama zaka ni halali na wewe kutoa ni halali, tofauti ni kwamba toa zaka ya agano jipya. Mpende Mungu,
mtoe. Zaka ya Agano la Kale ililazimika katika kila kitu utoe sehemu ya 10. Zaka ya imani unaweza ukatoa hata sehemu ya 20, hata 30, hata 40. Maana haina sheria, inaongozwa na imani na upendo. Naona? Kwa hiyo tusiwe tunageuza, tusiwe tunageuza. Anasema, je, nisipotoa nitahukumiwa? Yote haya ni maagizo. Watu wamefikiri eti dhambi kubwa ni zaka. Ndio maana wanauliza, nisipotoa zaka nitahukumiwa? Biblia imesema mpende jirani yako. Je, usipompenda utahukumiwa au huhukumiwi? Biblia inasema umwamini. Usipoamini utahukumiwa au huhukumiwi? Biblia inaposema usiseme uongo, ukisema uongo utahukumiwa au huhukumiwi? Watu kwa nini wanaelekeza kwenye zaka tu? Nitahukumiwa nisipotoa zaka. Ni kwa sababu wameambiwa zaka ndio dhambi kubwa kuliko zote. Una mambo mengi ya kuhukumiwa usipofanya. Mengi, usielekeze kwenye zaka. Mungu anataka umpende, uipende kazi yake, umtolee zaka, mtolee sadaka zako kwa hiari, kwa upendo. Swala la kuhukumiwa utajuana na Mungu. Maana ya kuhukumiwa ni mengi, sio zaka peke yake. Tuende kwenye swali la ndugu yetu Sabato Tarimo. Yeye ameuliza juu ya mambo haya. Amesema kuna neno hili kuzimu, Jehanamu, paradiso, peponi, ziwa la moto. Mambo haya yana maana gani? Na yako wapi? Yako wapi? Kuna kuzimu, mara Jehanamu, mara paradiso, mara peponi au ziwa la moto. Yana maana gani? Na yako wapi? Nitoe kwa ufupi ufafanuzi huu kwamba neno peponi katika Biblia ya Kiswahili, ukisoma Luka 23 mstari wa 43, unasema leo hii utakuwa nami peponi. Peponi. Ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema paradise. Kwa hiyo peponi na paradiso ni neno moja. Wakati Kiswahili kinasema peponi, lugha ya Kiingereza inasema paradise, ambayo tunatafsiri Kiswahili tunasema paradiso. Kwa hiyo peponi na paradiso yana maana moja. Alafu kuzimu. Ukisoma kuzimu, Biblia ya Kiingereza inasema hell. Hell au Jehanamu. Ninazungumza neno hell au Jehanamu. Kuzimu kwa lugha nyepesi niseme, kama ilivyo mbingu na dunia au mbingu na nchi. Kuna mbingu, kuna dunia. Ni kinyume cha mbingu ni dunia au ulimwengu. Mungu aliumba nchi, mbingu na nchi. Kuna mbingu na nchi au mbingu na dunia. Kinyume cha mbingu ni dunia, kinyume cha dunia ni mbingu. Kuna roho na mwili. Kuna roho na mwili. Kinyume cha mwili ni roho. Pepo na kuzimu. Kuna peponi na kuzimu. Kinyume ni kinyume. Wakati kuna pepo, kuna peponi, upande wa pili kuna kuzimu. Hasa peponi ni nini? Peponi ni mahali ambapo roho za waliokufa katika Bwana zinakwenda. Unapokufa katika Bwana, roho yako inaenda peponi.
Wanaokufa dhambini roho zao zinaenda mahali panaitwa kuzimu. Wengine wanasema kuzimu ni chini, unashuka huko chini. Acha maneno haya ya uongo. Ni kama vile mtu kwenda mbinguni, wanasema unapanda kule juu. Mbinguni sio kule juu, wala kuzimu sio huko chini, hatushuki chini. Kuzimu na peponi ni ulimwengu wa kiroho, ni katika hali ya kiroho. Roho iliyokufa inaenda mahali panaitwa peponi, na roho za wenye dhambi zinaenda kuzimu. Kwa nini watu wanasema kuzimu ni chini? Kwa sababu mbinguni wanasema ni juu. Unaona? Kuzimu, tunaposema shetani wa chini, hana maana kwamba yuko chini huko. Wewe ukiwa umeokoka uko juu, haina maana uko mawinguni. Hapo hapo ulipo katika ulimwengu wa kiroho uko juu. Ukianguka, tunaposema mtu ametenda dhambi, ameanguka. Ameanguka ameenda wapi? Malaka ameenda kuzimu. Je, unakuwa umeshuka chini? Hapo hapo ulipo katika mwili unaonekana, tunakuona katika ulimwengu wa kiroho uko chini, umezama, umeshuka, umeanguka. Kwa hiyo kuzimu ni chini, peponi ni juu. Peponi wanakaa, zinakwenda roho za watu waliokufa katika Kristo. Kuzimu ni mahali pa roho za watu waliokufa katika dhambi. Ukisoma Luka 16, habari za tajiri na Lazaro, inasema tajiri alipokuwa kuzimu alimuona Lazaro kwa mbali. Na ule ulikuwa ni mfano. Yesu alikuwa anatoa ni mfano. Alikuwa anatoa ni mfano, sio kitu halisi. Alikuwa anafundisha kwa mfano. Tajiri alipokuwa kuzimu alimuona Lazaro kwa mbali. Na alipoomba amwite Lazaro amsaidie, alimwambia kuna shimo limetutenganisha, wa huko hawaendi huko, wa kule hawaji huko. Manake pale pale kulikuwa na peponi, palikuwa na kuzimu. Tajiri alikuwa kuzimu, Lazaro alikuwa peponi. Peponi ni mahali pa watu walio wa Yesu, na kuzimu ni watu wa ovu. Unaona? Katika Ufunuo inasema, Yesu anasema ninazo funguo za kuzimu. Yesu ndiye ana funguo. Ana uwezo wa kufika kuzimu. Anamiliki hata kuzimu. Waovu wote, yeye ndiye ana funguo. Yeye ndiye ana mamlaka. Sisi hatuna mamlaka ya kuzimu. Yeye ndiye ana mamlaka. Anaposema nazo funguo, maana yake ninayo mamlaka hata kuzimu. Jehanamu au ziwa la moto. Jehanamu, ukisoma tafsiri ya Jehanamu, ni mahali pa mateso. Ni mahali pa mateso, au ni moto wa mateso, moto wa milele. Inasema kutupwa katika Jehanamu, maana yake kutupwa katika moto au katika adhabu ya milele, katika moto wa milele, ndio inaitwa Jehanamu. Hasa Jehanamu inatajwa kwa majina mengi. Jehanamu, ziwa la moto, tanuru ya moto. Naona kuna ziwa la moto, tanuru ya moto, Jehanamu. Mara anasema nini? Watu watatupwa katika moto wa milele, adhabu ya milele, mahali pa aibu, maangamizo ya milele. Na inatumika lugha nyingi, lakini zinaelezea kitu kimoja. Hizo ni lugha tu zinazotumika. Unaweza kutumia hii, ukatumia hii, ukatumia hii, ukatumia hii, lakini kitu ni kimoja. Wengine wametofautisha, kuna ziwa, kuna tanuru, kuna nini, kuna Jehanamu. Hapana, yote ni lugha moja.
Kwa hiyo ndugu anayesema ameomba ndugu Tarimo tufafanue jambo hili, peponi ndio paradise yenyewe. Kuzimu ni mahali wanapokwenda waovu. Jehanamu ni moto, ni wakati jehanamu inahusu, tukisoma katika Mathayo 18 ule mstari mstari wa 8, nisome mstari wa 8 na wa 9. 18 Mathayo mstari wa 8 na 9. Basi mkono wako au mguu wako ukikukosesha ukate, ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Pana amezungumzia neno kutupwa katika moto wa milele. Ni afadhali ukose vitu hivyo, lakini kuliko kuwa na vitu vyote hivyo ukatupwa moto wa milele. Mstari wa 9 unasema na jicho lako likikukosesha ling'oe, ukalitupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima una chongo, kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Wakati mstari wa 8 amesema moto wa milele, mstari wa 9 anasema jehanamu ya moto. Yote yana maana moja hiyo hiyo. Moto wa milele, jehanamu ya moto. Ndio ninavyoweza kufafanua haya maneno. Utaona hata katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20, Bwana wakati wa hukumu watu watatoka kuzimu. Kuzimu kutatoa watu wafu waingie kuhukumiwa. Na katika mwendelezo wa maswali ya ndugu Tarimo amesema wenye haki wakifa wanajiunga na Ibrahim na Lazaro na watakatifu wengine walio kuzimu. Wenye haki hawaendi kuzimu, wenye haki wanakuwa peponi. Ukisoma katika ile Luka ulioandika Luka 16, tajiri alikuwa kuzimu, lakini Lazaro alikuwa kwa mbali. Sasa niseme kwa mbali ni peponi. Kuzimu alikuweko tajiri. Umesema wenye haki wanajiunga na Ibrahimu kwenda kuzimu, hawaendi kuzimu, wanakuwa peponi. Kuna mahali pa roho za watu wa Mungu wenye haki, kuna mahali pa watu wenye waovu. Umesema au wanakwenda kukaa mbinguni pamoja na Yesu. Unajua ukiwa mbinguni, kwenda mbinguni, kwenda kuzimu, kwenda peponi, kote huko ni ulimwengu mwingine wa kiroho. Uko peponi, uko ulimwengu mwingine wa kiroho, sio ulimwengu huu. Uko kuzimu ni ulimwengu mwingine wa kiroho. Mbinguni ni ulimwengu wa kiroho. Maadamu umetoka katika mwili huu, katika ulimwengu huu, huko uliko kwenda huko kunaitwa ni ulimwengu wa kiroho, ni mbinguni huko. Ila kuna tofauti, wanapokaa hawa. Hiyo yote ni mbingu. Mbingu maana yake nini? Ni ulimwengu wa kiroho. Sasa huko kuna watu kuna mahali pa watu walio wenye haki, kuna mahali kuna roho za watu watakatifu. Ni mbinguni hiyo hiyo. Wewe lazima kuzimu ni huku chini ardhini. Hayo ni mafundisho ya kimapokeo ya watu na mawazo ya watu. Swali lingine umeuliza ndugu Tarimo, nasema Yesu aliposema leo hivi utakuwa nami peponi, alimaanisha wapi? Peponi ni mahali ambapo roho za waliokufa wanakwenda. Kama nilivyotangulia kuelezea, kuna mahali panapohifadhi roho za waliokufa katika Bwana, kuna mahali panapohitaji hifadhi roho za waliokufa katika uovu, katika dhambi. Umeendelea kusema tunajua Yesu baada ya kufa hakwenda mbinguni bali alishuka kuzimu. Haya ndiyo mafundisho yaliyopotoka.
Nimesema kwani kuzimu ni wapi na mbinguni ni wapi? Tukisema Yesu hakwenda mbinguni, alienda kuzimu, kwa sababu watu wamefundisha mbinguni ni kule juu mawinguni, kuzimu ni huko chini ardhini. Sio kweli. Kuzimu na mbinguni ni kitu kimoja, ni ulimwengu wa kiroho. Huko ndio kuna mgawanyiko, waliokaa watakatifu na waliokaa wenye roho wenye dhambi. Ukisema hakwenda mbinguni, alienda kuzimu, ni mafundisho mengine. Ukisoma lile andiko uliolitoa katika Matendo 2, nadhani linahitaji maelekezo kidogo. Umetoa andiko la Matendo 2 mstari mingi sana, sitaenda kusoma, msema 22 mpaka 31. Mimi ni kusomea ule mstari wa mwisho tu wa 31. Utatoa majibu yote. Mstari wa 31 unasema, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu. Roho yake Kristo haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Hapa maandiko yanaonyesha kwamba Yesu hakuwa sawa na mwanadamu. Wanadamu wanapokufa roho zao zinaachwa kuzimu. Wanadamu wanapokufa roho zao zinaachwa kuzimu. Lakini Yesu roho yake haikuachwa kuzimu. Yesu sio mwanadamu ambaye roho yake ingeachwa kuzimu. Maana watu wanafikiri Yesu kama mwanadamu anavyokufa roho inaenda kuzimu. Ndio maana watu wanahubiri kwamba Yesu alipokufa alishuka kuzimu, akakutana na shetani, akafanya nini? Hayo ni mawazo ya kibinadamu, sio Biblia hiyo. Kwanza ni kumfanya kuto kumjua Mungu. Alienda kuzimu kabla hajaenda mbinguni. Alienda kwanza kuzimu, alafu akakutana na shetani, si akafanya nini huko? Wanadamu, andiko hili linaonyesha Yesu aliye Mungu, roho yake haikuwa kama ya mwanadamu ambaye anakufa na achwa kuzimu. Yesu hakuachwa kuzimu. Ndio tofauti ya Yesu na wanadamu. Sasa kuzimu ni wapi? Kuzimu ni ulimwengu wa kiroho. Kama vile tunavyosema kuna ulimwengu wa kiroho wa watu wa Mungu, kuna ulimwengu wa kiroho wa watu wa giza. Sisi tunapokwenda mbele za Mungu, tunapozama katika Mungu, tunaingia katika ulimwengu wa kiroho wa kimungu. Tunamuona Mungu, tunayaona mambo ya Mungu. Watu wa dunia, watu wa giza, ili wamuone shetani, ili wazame katika uchawi wao, ili waruke hata kwenye nyungo zao, lazima waingie nao katika ulimwengu wa kiroho. Lakini ulimwengu wa kiroho wa giza, kuna ulimwengu wa kiroho wa kimungu na ulimwengu wa kiroho wa kigiza. Je, wakiingia kwenye ulimwengu wa kiroho wa kigiza, wanashukaga chini ardhini? Wanakuepo hapa hapa. Wewe unapoingia katika ulimwengu wa kiroho ili uonane na Mungu, unaondokaga hapa katika dunia hii, unakuepo hapa hapa. Tuelewe maana ya mbinguni. Nimefundisha huko nyuma, mbinguni ni wapi? Watu hawaelewi. Wanafikiri mbinguni kuna mahali ambapo lazima usafiri uende. Kama ni kusafiri, basi tuna safari ndefu sana ya kufika mbinguni tukamwona Yesu. Maana yuko mbinguni, safari ndefu. Lakini Biblia nimefundisha katika masomo yaliyopita, mbinguni sio mbali, ni kufumba na kufumbua. Maana yake nini? Ni kutoka katika mwili kwa katika roho, unamwona Mungu, unakuwa mbinguni. Kama vile hata watu wa giza wanatoka katika mwili wanakuwa katika roho. Akitoka katika mwili anaweza kutoka hapa akawa Arusha, akawa Kenya, Nairobi, akawa Dar es Salaam. Lakini mwili unakuwa wapi? Unakuwa hapa. Maana yake ametoka katika mwili, ameingia katika ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho wa giza, kuna ulimwengu wa kiroho wa kimungu. Sisi ni wa ulimwengu wa kiroho wa kimungu. Kwa hiyo lile swala la kusema hakuenda mbinguni ila alienda kuzimu sio kweli. Ninapambana na muda, maswali nilisema ni mengi, hebu nikimbie. Kuna swali la ndugu anaitwa Kamugisha kutoka Bukoba. Yeye ameuliza Walawi 11 mstari wa kwanza mpaka 47, ile tuseme sura nzima.
anasema anaposoma anaona rejea katika Biblia zinampeleka kwenye Agano Jipya, kitabu cha Timotheo, Isaya, sijui inampeleka kwenye nini. Anasema hivi hizi sheria za vyakula, sura ya Walawi inazungumzia juu ya vyakula mbalimbali. Je, ilikuwa ni unabii? Mbona rejea zake zinaonekana hata kwenye manabii, zinaonekana hata kwenye Agano Jipya? Kwa hiyo mambo ya vyakula ilikuwa ni unabii? Nasema haukuwa unabii, ilikuwa ni sheria ya vyakula, sio unabii. Tutofautishe unabii na sheria. Rejea, usipojua kutumia rejea utapotea. Unapoona rejea kwenye Biblia, sio kila rejea iliyopo pale inakusapoti somo lako. Ukisoma rejea nyingine zinaweza zikakuonyesha, kwa sababu kuna neno moja lililoko kwenye somo lako na neno hilo liko kwenye lile andiko. Rejea sio zote zinazoleta maana moja. Kuna rejea hazileti maana ya andiko unalosoma, zinakuletea maneno yanayofanana. Kwa hiyo sio kila rejea. Ndio maana unaposoma rejea unaweza kupata rejea nyingi, unazipitia zote ili uchague. Unaweza kupata rejea hata 10 katika andiko moja, ukazisoma zote, ukakuta katika hizo rejea 10 ni rejea 2 tu ndio zinazokupa maana unayoitaka. Nyingine hazikupi maana kwa sababu tu zina maneno yanayofanana. Sasa wewe umeangalia rejea zinakufanya ufikiri vyakula navyo ni unabii. Hapana, umetumia vibaya rejea. Swali lingine umesema siku ya kwanza ya juma ambayo inajulikana kuwa ni Jumapili. Lakini unasema sijaona popote ambapo neno hili Jumapili limeandikwa katika Biblia. Lakini umejaribu kufanya utafiti wako. Umeona jinsi siku ya kwanza inavyosema. Sehemu nyingine inaitwa siku ya kwanza, siku ya Bwana, siku ya kwanza, siku ya Bwana. Umesema katika lugha za Biblia kama Kiebrania, umesema lugha za asili. Umeona neno hili likitajwa siku ya Bwana, siku ya Bwana, siku ya kwanza, siku ya Bwana, siku ya kwanza. Umesema katika Biblia za asili, Kiebrania, Kigiriki, Kilatini, Kiingereza, Kiarabu, Kiajemi, Kireno, Kiitalia, Kifaransa, Kijerumani. Mimi ni kusaidia hivi kwamba hizo sio lugha za asili. Hizo sio lugha za asili. Katika historia ya Biblia, lugha za asili ni Kiebrania kwa Agano la Kale. Maana ndio Biblia ya kwanza kutunza maneno ya Agano la Kale. Biblia Kigiriki ni lugha ya asili, ndio Biblia ya kwanza kuandikwa Agano Jipya. Hizo mbili, Kiebrania na Kigiriki, ndio lugha za kwanza. Moja ya kwanza kwa Agano la Kale, nyingine ni ya kwanza katika Agano Jipya. Zinaitwa Biblia za asili. Zinazofuatia, Biblia ya kwanza kutafsiriwa iliyounganisha Agano la Kale na Agano Jipya, Biblia ya kwanza iliandikwa kwa lugha ya Kilatini iliyounganisha Agano la Kale na Agano Jipya. Biblia ya kwanza iliandikwa kwa lugha ya Kilatini. Lugha ya Kilatini inahesabika ni moja ya Biblia za asili. Kutoka Kilatini ilifuata Biblia ya Kiingereza. Sio za Kiingereza zote tulizonazo, inayoitwa King James, nayo inahesabikwa katika Biblia za asili. Hizo ulizozisema za Kiarabu, za Kiajemi, Kireno, Kiitalia, Kifaransa, Kijerumani, sio Biblia za asili. Zimekuja baadaye sana. Sasa neno hili siku ya Bwana, umeuliza, unasema kwa nini
siku hii ya kwanza inajulikana kama ni siku ya Bwana? Ni kweli katika Biblia inajulikana kama siku ya Bwana. Na tunaposoma siku ya Bwana inapatikana wapi? Inapatikana hata katika Ufunuo. Siku ya Bwana, Ufunuo sura ya kwanza. Ufunuo sura ya kwanza, ule mstari wa 10 unasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Maandiko mengine yanasema siku ya kwanza ya juma. Na umesema kwa nini siku ya kwanza haijabarikiwa kibiblia? Badala yake imebarikiwa siku ya Sabato. Nadhani umeelewa tofauti kabisa. Hebu nijaribu kueleza hivi. Tunaposema siku ya kwanza, kuna mazingira. Siku ya kwanza, Jumapili tunayosema siku ya kwanza au siku ya Bwana, ni siku ya kwanza kwa kalenda ya Kiyahudi. Wayahudi wana kalenda yao, Waarabu wana kalenda yao, Wazungu, sisi kalenda yetu tunayotumia inaitwa kalenda ni kalenda ya Kizungu. Kalenda tulionayo inaitwa kalenda ya Kizungu. Lakini kuna kalenda ya Kiyahudi, kuna kalenda ya Kiarabu. Katika kalenda ya Kiyahudi, siku ya kwanza ya wiki, siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Kwa hiyo ikiwa siku ya kwanza ya kwanza ya Jumapili ndio ya kwanza, unahesabu 1 mpaka 7. 7 inaangukia Jumamosi. Jumamosi ndio siku ya Sabato. Siku ya 7. Hiyo ni kalenda ya Kiyahudi, sio kalenda yetu. Hata Wasabato wanaozingatia Sabato leo wanatumia kalenda ya Kiyahudi, hawatumii kalenda tunayotumia sisi. Ukija kalenda ya Kiarabu ndio wanaotumia, tunasema Jumamosi. Jumamosi. Mosi maana yake nini? Mosi ni moja. Mosi ni moja. Kwa hiyo kalenda ya Kiyahudi, ya Kiarabu inaanza na Jumamosi. Yaani siku ya kwanza ni Jumamosi. Ukihesabu mpaka 7, 7 inaangukia Ijumaa. Ndio siku yao ya kupumzika, ndio siku ya 7. Kama ilivyo siku ya 7 ya Jumamosi kwa Wasabato na Wayahudi. Waislamu siku ya 7 ni Ijumaa, maana Jumamosi ndio siku ya kwanza katika kalenda yao. Kalenda ya Kizungu, siku ya kwanza ni Jumatatu. Unaona? Ndio maana sasa Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Jumapili ni siku ya 7. Sasa uelewe, tunaposema siku ya kwanza tunapata wapi? Katika kalenda ya Kiyahudi siku ya kwanza ni Jumapili. Na Yesu alifufuka siku ya kwanza, hakufufuka siku ya 7, siku ya kwanza. Matukio yote, kufufuka, kupaa, matendo makubwa, kuwatokea wanafunzi wake, Yesu alifanya siku ya kwanza ya juma. Wakati Wayahudi wako Jumamosi siku ya 7, wanapoamkia siku ya kwanza ya juma wanaingia kwenye shughuli zao, Yesu anatenda matukio makubwa: kufufuka, kuwatokea wanafunzi wake, kupaa kwake, kushuka kwa Roho Mtakatifu. Yote haya yalitendeka siku ya kwanza ya juma, ambayo kwa Wayahudi ilikuwa ni siku kwa Wayahudi ilikuwa siku ya kwanza ya juma, ambayo kwa kalenda ya Wasabato ilikuwa ndio siku ya kazi. Maana siku ya 7 imeisha Jumamosi. Ndivyo ilivyo. Sasa unasema siku ya kwanza ya juma haijabarikiwa kama ilivyo kibiblia, kama ilivyobarikiwa Sabato. Sabato imebarikiwa wapi? Imebarikiwa wapi?
ilibarikiwa katika kalenda ya Kiyahudi. Lakini Yesu alipokuja, mbona hakuitumia Sabato? Mbona aliitumia siku ya kwanza ya juma? Kanisa la kwanza mbona lilianza kukusanyika siku ya kwanza ya juma? Makutano ya mitume mbona walikusanyika siku ya kwanza ya juma? Sasa unaposema siku ya kwanza ya kwanza haijabarikiwa, ila imebarikiwa ya Sabato, unaiona wapi liko barikiwa ya Sabato? Sisi ni Wakristo, sisi sio wa Kiyahudi. Sisi ni Wakristo, tunafuata ya Kristo, tunafuata ya mitume. Kuna uongo unaosema siku ya kwanza ya juma ilianzishwa na Mfalme Konstantino wa Kirumi. Hapana, ni uongo huo. Mfalme Konstantino ametawala miaka karne ya 4. Karne ya 4. Wakati mitume walikuwa wanakusanyika siku ya kwanza ya juma. Mfalme anamwamini Mungu, anaongoka, anawakuta Wayahudi, Wakristo wanaabudu, wanakusanyika siku ya kwanza ya juma. Sio Sabato. Alichofanya Mfalme Konstantino ni kuidhinisha tu katika utawala wake kwamba badala ya siku ya kwanza ya juma kuwa ya mapumziko kwa Wakristo peke yao, sasa mimi naiamuru siku ya kwanza ya juma iwe ya mapumziko kwa watu wote. Hiyo ndio amri iliyotoka kwa Konstantino. Lakini aliwakuta Wakristo wanaabudu siku ya kwanza ya juma. Yeye alionyesha kwamba isiwe siku ya mapumziko kwa Wakristo peke yao, iwe kwa watu wote. Ndipo ilipoanzia. Sasa waongo wanasema siku ya kwanza ya juma ilianzishwa na Mfalme Konstantino. Kwa hiyo sijaona kama imebarikiwa kama unavyosema wewe. Maswali haya mengine nijaribu kwenda kwa haraka. Huyu ni ndugu anaitwa Unawaza Nini. Ameuliza unawaza nini? Anasema vitasa 7 ni kwa waovu tu. Je, kuhusu mihuri na baragumu ni kwa waovu tu? Ni kwa waovu tu pia kama vile Stefano na Yakobo? Nadhani somo langu hajalielewa. Katika masomo yangu nimefundisha habari ya mihuri ni matukio katika historia ya kanisa. Nimefundisha habari ya baragumu ni matukio katika historia nzima ya kanisa. Vitasa vimeandikwa tofauti. Soma mihuri sura ya 6 ya Ufunuo. Soma baragumu sura ya 8 na ya 9 ya Ufunuo. Soma vitasa sura ya 16. Inasema vitasa 16 inasema vinaelezwa hivi. Inasema ni mapigo ya mwisho. Sio mimi niliyesema, ni Biblia inasema. Ni mapigo ya mwisho. Katika utangulizi mstari wa kwanza 16, nikasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia malaika 7, enendeni mkavimine vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu. Kule baragumu sio za dhahabu, hatuyasoma kama kuna ghadhabu ya Mungu. Mihuri hatuyasoma kama kuna ghadhabu ya Mungu. Vitasa tunasoma kuna ghadhabu ya Mungu. Sasa unachanganyaje? Mstari wa 8 sura ya 15 ya Ufunuo anasema sehemu ya mwisho inasema wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika. Hii ni mapigo. Unachanganyaje na baragumu? Unachanganyaje na mihuri? Ndio nasema unaposikiliza, sikiliza kwa makini ili usichanganyikiwe. Je, Stefano na Yakobo unawawekaje kwenye vitasa? Kwa kanuni ipi? Wakati yalitendeka hata kabla ya Ufunuo. Swali lingine, ndugu Unawaza Nini amesema Sauli alikufa kwa upanga wake. Alikufa kwa upanga wake au aliuawa na mtu? Kwa sababu Biblia inasema Sauli aliwaangukia upanga kafa. Lakini kuna maandiko lingine yanasema mtu alimuua. Wewe umesema inachanganya.
alijiua mwenyewe au aliuawa na mtu? Ukisoma kwa makini, kila kitu soma kwa makini. Maandiko yanatoa Samueli ya kwanza 31 inaeleza ile 31 kikamilifu jinsi Sauli alivyokufa. Haina shaka yoyote. Mashaka unayatafuta wewe. Ukiingia sura ya pili ya Samueli, ile mstari ulioiweka, ukisoma kwa uangalifu, utaona yule anayeleta taarifa kwa Daudi alikuwa sio Myahudi. Sauli alikuwa anapigana na Waamaleki na Wafilisti. Na huyu aliyeleta taarifa kwa Daudi katika sura ya pili, analeta taarifa sio Myahudi, ametoka kwa maadui. Labda kwa kujipendekeza, kwa sababu Sauli alikuwa ni adui wa Daudi, kwamba angemwambia nimemuua mfalme Sauli, basi angefurahishwa sana kwamba wewe umenisaidia. Sasa analeta taarifa mtu ambaye ni wa kigeni. Siyasema popote kwamba alijipendekeza, lakini ndivyo ninavyofikiri. Taarifa kamili ziko sura ya 31. Hii sura ya kwanza ya Samueli ya pili ni kitu kingine kabisa ambacho huwezi kusema kinakuchanganya. Na katika mambo haya kuna watu wanaopenda kujipendekeza ili labda apewe sifa, lakini Daudi hakufanya hivyo. Sura ya 31 ya Samueli inaonyesha kwamba Sauli alikufa mwenyewe. Na mshika silaha zake alipomuona amekufa na yakajiua. Na waliokuja wakakuta kweli wamekufa. Kuna mashaka gani pale? Huyu anajitokeza baadaye kutoka kwa wageni, anasema ni mimi nimemuua. Na Daudi anamwangamiza. Ulianzaje? Je, unafikiri pana ukweli pale? Kwa hiyo neno la Mungu alipokutuchanganya, ila tusipotulia litatuchanganya. Na kweli wengi wamechanganyikiwa neno la Mungu. Ni kwa kukosa tu kwa makini. Sielewi kwa nini neno la Mungu likuchanganye. Umeuliza swali lingine. Samson aliwezaje kuua watu 1000 kwa taya ya punda? Hiyo ilikuwa ni bomu au? Huu ni muujiza. Kama unaamini ni muujiza, basi na huu ni muujiza. Hatuwezi kusema taya moja linaweza likaua 1000. Kwa nini? Kwa nini? Samson alitumia nguvu za nani? Alitumia nguvu za kwake au za Mungu? Biblia inasema roho ya Mungu ilikuwa juu yake. Hasa Mungu akitaka kutumia muujiza, tunakuwa na mashaka gani? Kwamba inawezekanaje taya mtu mmoja uwe 100, 1000? Sasa maana ya muujiza, maana ya nguvu za Mungu ni nini? Kama zingekuwa ni nguvu au ujuzi au utaalamu wa Samson, tungekuwa na mashaka kwamba ulikuwa ni utaalamu wa aina gani. Sasa tunapoambiwa nguvu za Mungu zilikuwa juu yake, tunakuwa na mashaka na nguvu za Mungu? Inawezekana. Swali lingine la ndugu, unawaza nini? Katika Wafalme 2, Wafalme wa pili sura ya 20 mstari wa 9. Kivuli kwenda mbele au kurudi nyuma madaraja 10. Nini maana yake? Hii inahusu wakati wa kuponywa kwa Hezekia. Mfalme Hezekia aliponywa na kuongezea miaka 15. Nabii alimwambia Mungu amekuponya, amekuongeza miaka 15. Hezekia anauliza, nipe ishara, nitajuaje, nitaaminije? Nipe ishara ya kunithibitishia muujiza huu wa kuongezwa miaka 15. Ndipo anaweka ishara, kivuli kirudi nyuma madaraja 10 au kiende mbele madaraja 10. Ni ishara, anajiwekea ishara. Je, tunakuwa na mashaka na ishara? Katika Biblia ya Kiswahili imesema madaraja 10. Ukisoma Biblia nyingine zinasema, za Kiingereza zinasema 10 degrees. 10 degrees. Lakini Biblia nyingine zinasema 10 steps. 10 steps. Maana hatua, kivuli kirudi au kiende mbele hatua 10.
Unafahamu kivuli cha jua kinavyokuwa, kinatembea. Sasa pale kilipo, kirudi nyuma kuliko ilivyo kawaida au kisonge mbele. Atakapoona hivyo, aamini kwamba kweli ni Mungu ameahidi, sio uongo. Anajiwekea ishara. Sasa tunakuwa na mashaka na ishara. Kumbuka Daniel ni sawa sawa na Gideon. Gideon Mungu alipomwambia anakwenda kuwapiga, kutawala na kuwapiga maadui, Gideon aliomba ishara. Aliweka ngozi, akasema kama ni kweli ili niamini, hii ngozi ilowane. Si aliweka ishara. Tutakuwa na mashaka na ile ishara. Huyu anasema kama ni kweli umeniongeza miaka 20, naweka ishara nione kama kivuli kitarudi hatua 10. Kiliporudi akaamini. Je, tunashindwa kuelewa hapo? Hata wewe unaweza kuweka ishara. Swali lingine nimesema mwisho wa dunia ni baragumu ya 7 au kitasa cha 7. Hivi sikuchanganye. Na umeuliza wakati wa matukio ya mihuri yakifanyika ndio wakati wa matukio ya baragumu na vitasa na yatakayotendeka. Mihuri na baragumu, vitasa yatapata wakati mmoja, yatapatikana wakati mmoja au kwa awamu. Nimefundisha mambo haya mara kadhaa, narudia. Biblia inazungumza kwa lugha nyingi. Imeeleza matukio kwa njia ya mihuri, imeeleza matukio kwa njia ya baragumu, imeeleza matukio kwa njia ya vitasa. Sasa nafikiri kila kitu kina wakati wake. Sasa kutakuwa na miisho mingapi? Kutakuwa na miisho mingi tu. Biblia inaeleza jambo moja kwa lugha nyingi. Inaeleza vita, dhiki. Inaeleza dhiki mara kama vita ya Armageddon. Inaeleza dhiki kama vita vya Gogu na Magogu. Je, kutakuwa na dhiki na dhiki za aina nyingi? Yesu anafundisha ufalme wa mbinguni. Anafundisha kama ufalme wa mbinguni unafanana na mkulima. Mara ufalme wa mbinguni unafanana na shamba la ngano na magugu. Mara ufalme wa mbinguni unafanana na juya. Mara ufalme wa mbinguni unafanana na mpanzi. Ufalme wa mbinguni unafanana na chachu. Ufalme wa mbinguni unafanana na biashara. Je, kuna falme nyingi hapo? Kwamba hii na hii na hii zinanichanganya. Si anaeleza ni kitu kimoja hicho. Mungu atusaidie. Nimesema usipokuwa mwangalifu unachanganyikiwa na vitu ambavyo havikustahili kukuchanganya. Kwa sababu ya kusoma vibaya maandiko. Wengine Biblia imezungumza habari ya roho wa neema, mahali pengine pamesema roho wa uzima, mahali pengine pamesema roho wa ahadi, mahali pengine pamesema roho mtakatifu. Wanafikiri kuna roho wengi. Hapa ni mmoja huyo. Ni lugha zinazotofautiana. Sasa tunasema mara kutakuwa na awamu nyingine na awamu. Mungu hawezi kuwa na awamu. Hukumu ya Mungu haina awamu. Mwisho wa dunia hauna awamu. Kuna lugha nyingi zinatumika. Usipoelewa hii, uelewe kwa hii. Usipoielewa hii, uelewe kwa hii. Sasa kama zote tutashindwa kuzielewa, basi itakuwa ni changamoto. Nadhani nimefika mwisho wa maswali haya. Nimesema mengi, nimekimbiza, maswali yanakuwa mengi sana. Na muda sipendi niwe na muda mrefu sana wa kutumia maswali haya. Mungu akubariki kwa kunisikiliza. Niendelee tu kusitiza, niwapongeze wale ambao wanaendelea kutukumbuka kusapoti huduma yetu kwa kiasi kile wanachoweza, na kuhamasisha na wewe ndugu yangu, kama kazi hii unabarikiwa, huduma hii unabarikiwa, basi usinyamaze. Na Mungu akubariki kwa kusapoti huduma hii. Inahitaji fedha, inahitaji vitu vingi. Tunakualika katika jina la Yesu. Pia tunaendelea na masomo ya chuo kwa njia ya mtandao. Kwa wale wanaotaka kujiunga, unakaribishwa sana. Tuna vitabu pia vya mafundisho, na Mungu akubariki. Ninasisitiza tena, tulikuwa tumetangaza kutaniko la watu wana familia hii ya MIM, Mwalusambo International Ministry, Morogoro, tarehe 27 na 28. Kumekuwa na utulivu na usajili umekuwa mchache, umekuwa pole. Ninaomba kama unakubaliana na kutaniko hili, jiandikishe ili tujue maandalizi.
Maana kunapokuwa na ukimya tutashindwa kufanya maandalizi, na siku zinazidi kusogea mbele. Ninakualika katika jina la Bwana Yesu. Namba yangu ya simu ni 0754041599. Namba nyingine ni 0769007328. Namba nyingine ni 0677880199. Mungu akubariki. Amen.